Movie inaanza na mwanamke mmoja anayeitwa Yodiok. Huyu ni bibi kizee aliyekuwa anampa taarifa kwa kina mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jungyeon. Asa mwanamke huyu alikuwa ni mjamzito, alianza kumpa taarifa kuhusiana na matukio ya kipindi cha nyuma. Alimwambia kwamba miaka kadhaa iliyokuwa imeweza kupita, kulikuwa na general mmoja. General huyo aliweza kuuawa kwa hila sana, lakini kabla hajamalizia story hii, mwanamke huyu alikuwa na wengi sana. Akazani kwamba zile story ni story za kutunga tu, kwa sababu bibi huyu kizee alikuwa anapenda sana kumpa story kuhusiana na mambo ya kipindi cha nyuma. Basi baada ya tukio hilo tunaonyeshwa katika uwanja wa vita. Mtu huyo aliyekuwa ameweza kuuawa bila hila. Jenerali huyu alipigana kwa udi na uvumba kwa lengo tu ufalme wake uweze kupata ushindi. Walipigana kwa siku 3 mfululizo mpaka siku hii ya mwisho walipokuwa wameweza kushinda vita hivi. Walirudi nyumbani, walipokelewa kwa sherehe nyingi sana, huku sifa nyingi. Watu wengi wakawa wanazidi kutaja jina la kwake General Kim Shin. Sasa nyakati ambazo basi alikuwa anaelekea katika jumba la kifalme, askari wa jumba la kifalme walimwamuru General pamoja na watu wake waweze kuvua nguo zao zote, na kisha ndo wataruhusiwa kuweza kuingia katika jengo hili. Kabla ya yeye kuweza kutambua nini ambacho kilikuwa basi kimeweza kufanyika mpaka wao katika siku hii ya leo waweze kuvuliwa nguo hizi, basi walitii amri. Lakini hapo hapo basi vita iliweza kuanza. General alianza kujiuliza maswali mengi sana, lakini msaidizi wake alikuja kugundua kwamba kuna jambo ambalo alikuwa sawa. Walikuwa wamejeukwa kwa sababu jina la kwake General lilikuwa lazidi kuchanja mboga. Alizidi kupendwa na watu wengi sana. Tena kushinda kwake vita kwa mara nyingine tena iliwafanya hata viongozi wale wa juu wazidi kupata wivu dhidi yake. Wakahisi labda anaweza akaja kuchukua ufalme huu. Basi akangangania kuingia ndani, lakini hapo hapo mishale mingi sana iliweza kurushwa, na kisha naye pia akaruhusiwa kuweza kuingia ndani baada ya mfalme kuweza kusema kwamba anapaswa aweze kuingia pale ndani peke yake. Basi wafuasi wake wengi walipigwa mishale, licha ya kwamba walikuwa wamepigana kwa ajili ya ufalme huu. Basi mshauri mmoja aliyekuwa pembezoni mwa mfalme alizidi kumwambia kwamba mfalme, unapaswa uweze kufanya haraka sana kuweza kumuondoa mtu huyu, bila hivyo atakuja kuchukua ufalme wako. Nyakati ambazo basi alikuwa anazidi kusonga mbele, akaambiwa kwamba mfalme, mstopishe hapo hapo alipo. Upanga huo alioshika anaweza kuutumia dhidi yako. Kuwa makini mfalme. Mfalme alikuwa mdogo sana. Wazee hao walikuwa wanajua kucheza na ndimi zao vizuri, wanajua kuchezesha maneno, wakawapigisha shoti. Mwisho wa siku mfalme akatoa amri, endapo kama General Kim Shin atasogea mbele hata hatua moja, watu wake wa karibu wote watapigwa mishale. Asa General kwa kile ambacho alikuwa akijua ni kwamba mfalme kwa hivi sasa alikuwa serious, lakini pia alikuwa na malkia ambaye malkia huyu alikuwa ameolewa na mfalme huyu, naye pia alikuwa ni ndugu yake General. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba malkia anaweza kusababisha siku moja huyu General akaja kuwa mfalme. Basi pale pale baada ya amri ya mfalme kuweza kutolewa, endapo General atapiga hatua ya aina yoyote kuelekea katika jengo kuu huku juu alipo, basi ndugu zake wote wataanza kupigwa panga. Basi malkia akamruhusu na akamwambia kwamba kama hii ndo siku yangu ya mwisho na iwe leo, ila haupaswi kumwabudu mwanadamu, bali wao ndo wanataka basi wewe hapo uzidi kuteketea. Basi malkia akauawa. Watu wakaanza kuuawa mmoja baada ya mwingine, ndugu zake wote, familia yake nzima. Basi mwishoni, baada ya watu wachache kuweza kubakia, akastopisha ile amri, naye pia akapigwa upanga baada ya kuzubaa. Baada ya kuweza kupigwa ule upanga, naye hakuwa mzembe hata kidogo. Alimfetua yule askari alikuwa anataka kuweza kujipakulia minyama. Basi akamkabidhi yule msaidizi wake katika upande wa kuume, akamwambia kwamba naomba uzingatie katika kifo changu, wewe ndio uchomeke upanga katika kifua changu. Askari huyu hakuamini kile ambacho General basi katika siku ya leo alichukua basi na kiomba dhidi yake. Alitamani ndugu zake wengine waweze kubaki wakiwa hai. Basi akamwambia kwamba hata mimi nitafuata huko ulipo baada ya kifo chako. Kifo hichi kilikuwa ni kifo cha hila, wivu tu. Basi pale pale bwana mkubwa alichomekiwa upanga. Basi baada ya kuwa basi huyu msaidizi wake amechomeka ule upanga, naye pia alipigwa upanga wa mgongo. Hii inamaanisha kwamba wote walikuwa wamekwisha.
Basi msaidizi huyu alikuwa mshauri mkuu, alikuwa na furaha sana na akasema kwamba hiyo ni oda ya mfalme. Mfalme alikuwa mdogo sana. Hapo hapo akaamua kusepa. Ndugu zake waliokuwa basi wameweza kusalia walibaki wakiwa hai, ila kilio chake kiliwaliza wengi. Akaenda kutupwa katikati ya alizeti, na huko ndugu zake hawakupaswa hata kumsogelea. Walipaswa kufika katika lile eneo, wala hawakupaswa kuweza kumchimbia kaburi. Muda ulizidi kwenda, nyakati zilizidi kusonga mbele. Basi hapa mbele yetu tunaonyeshwa mwanaume mmoja ambaye huyu ni Grim Reaper. Huyu ni malaika mtoa roho. Basi malaika huyu alikuwa anapita katikati ya barabara, lakini mara ghafla ajali mbaya sana iliweza kutokea. Alikuwa amegongwa yeye, lakini huwezi kuamini, hakuwa ameweza kutekesika. Na mwenye gari aliweza kushangaa sana, akamuuliza vipi, uko sawa? Mwenye gari anaweza kushangaa sana kuweza kumuona mtu aliyekuwa ameweza kumgonga, na hapo akamwambia kwamba ni sawa tu, ulikuwa umeweza kugonga kiumbe ambacho si cha hapa duniani. Watu mbalimbali walifika pale na wakaweza kumuuliza hilo jambo. Je, nini ambacho kimeweza kutokea? Akasema kwamba alikuwa ameweza kugonga mnyama tu, na mnyama huyo sijaweza kumuona mahali ambako alipo. Basi nyakati hizo nyuma gari lake sasa huko hivi kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa pale. Mwanamke huyu baada ya kuweza kujiona kwamba yupo ndani ya lile buti na alikuwa amekufa, basi akaweza kuhisi kwamba inawezekana kwamba hayupo sawa. Huyu Grim Reaper, yaani malaika mtoa roho anayehusika na makaburi, alimfuata pale, akaweza kumwambia kwamba wewe ndiye binti wa miaka 25 ambaye ulikuwa umeweza kuzaliwa Aprili 13 mwaka 1973, na katika siku ya leo kifo chako kimeweza kutokea saa 2:32 mwezi wa pili tarehe 1 1998. Huyu alikuwa anaitwa Wang Miyong. Sasa baada ya kuweza kumchukua mwanamke yule, akamwambia kwamba uonekane na binadamu aina yoyote kuanzia hivi sasa, na pia unapaswa uweze kunywa kinywaji hichi ili roho yako ibaki kuwa na amani. Basi mwanamke huyu baada ya kukubali kuweza kunywa kile kinywaji, basi tunaonyeshwa kwamba mahali ambako roho yake ilipokuwa imeweza kuhifadhiwa. Huyu Grim Reaper, yeye ndio kazi yake, anahifadhi roho za binadamu ambao wanakuwa wameweza kufa. Asa baada ya tukio hili hapa tunaonyeshwa kwamba Grim Reaper alikuwa anamuona Goblin, mwanaume ambaye tulionyeshwa kwamba pale awali alikuwa ameweza kuuawa kupitia upanga. Lakini mwanaume huyu alikuwa anajiuliza kwamba imekuwa kuaje, amewezekana vipi kuweza kutoka katika ile eneo, kwa sababu Grim Reaper alihifadhi roho yake baada ya kifo chake. Kwa hiyo kwa hivi sasa huu mwili ni mwili wa Goblin, mwanaume aliyeamua kukataa kufa. Hasa kifo chake mpaka kuweza kurudi katika dunia hii kilikuwa kimeweza kuambatana na mambo mengi sana. Basi ngoja nikuonyeshe hapo mbele. Baada ya hapo tunaonyeshwa kwamba mwanaume mmoja ambaye anaitwa Yonshin. Huyu ni mzee ambaye alikuwa anamtumikia zaidi ya miaka mingi sana, na kwa hivi sasa ameshakuwa mzee. Basi alikuwa na kijana wake mdogo anaitwa Duke. Alikuwa anamshangaa sana Goblin, na maanisha kwamba Kim Shin General. Akaanza kumuuliza babu yake kwamba huyu ni nani, lakini babu yake akamwambia kwamba muulize. Basi kijana huyu mdogo akamuuliza kwamba wewe ni nani. Basi pale akamjibu na kumwambia kwamba mimi ni anko wako ambaye nitakuwepo hapa kwa muda mwingi sana. Lakini mzee huyu alikuwa anasema kwamba sura yako inazidi kuwa ngavu kila siku. Mtoto huyu naye akasema kwamba sura muona hata sio ngavu bana, inatisha. Basi kijana huyu ni mdogo sana, alikuwa anabishana sana na babu yake, licha ya kwamba yale alikuwa anajaribu kuweza kuyasema yalikuwa na maana. Basi pale tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Goblin Kim Shin alikuwa anakumbuka tukio ambalo lilikuwa limeweza kutokea miaka kadhaa iliyokuwa imeweza kupita. Tukio hili lilikuwa linamhusisha babu yao wa kipekee sana wa miaka kadhaa iliyokuwa imeweza kupita, ambaye alikuja katika lile kaburi kuja kumtembelea. Alikuwa akilia sana, anasema kwamba alikuwa anaumwa na ndio maana akachelewa katika kifo hichi. Watu wengi walikuwa wanampenda. Hasa katika usiku huu tukio la ajabu sana liliweza kutokea. Mtoto huyu mwenyewe binafsi alikuwa anashangaa sana. Tukio hili lilikuwa si la kawaida. Basi mbingu ziliweza kufungua yale ambayo yalikuwa yameweza kuliliwa na watu wengi. Upanga nao ukaweza kuachilia kile ambacho kimeweza kutokea. Inasemekana kwamba dhambi ambazo alikuwa ameweza kuzitenda huyu Goblin katika uwanja wa vita na katika maeneo tofauti, basi mbingu ziliweza kumsamehe, lakini hataweza kuwa huru mpaka pale ambako tukio la ajabu liweza kutokea katika maisha yake. Mwanamke atakayekwenda kumpenda haja uchomoe upanga ule, ambao inaaminika kwamba mwanamke huyo atakuwa na nguvu za kutisha. Sasa baada ya hapa ni kwamba bwana mkubwa baada ya kuweza kufufuka huko alipokuwa ameweza kutoka, hii inamaanisha kwamba aliweza kuogopesha hata wale ambao walikuwa wameweza kufika katika lile eneo. Baada ya kufufuka tu hivi akaamua kuweza kuaga, na kisha akasema kwamba
kuna mahali naomba niende kabla ya kuweza kuongea nanyi. Lakini babu huyu ilionekana kwamba alikuwa na mashaka sana. Basi alifika katika ufalme huko hivi. Yule mpambe bado alikuwa na mfalme katika ile eneo. Mfalme huyu baada ya kuweza kugundua kwamba kuna mtu ndani ya lile jengo, akaanza kuuliza kwamba wewe ni nani? Umewezaje kuingia hapa? Lakini huyu mshauri mpambe aligundua kwamba huyu ni goblin, wala kwa mwingine Kim Shin General. Hapo alionyeshwa kwamba bwana mkubwa mfalme anaweza kurushwa mpaka nje, lakini yeye akaachwa. Hasa hapo ndani ya ule mjengo alivutwa mpaka karibu na lile eneo, naye pia aliuawa pale. Hii yote ni hasira ya kile ambacho alichokuwa ameweza kukisababisha baada ya miaka kadhaa kuweza kupita. Baada ya kifo cha mtu huyu, alirudi katika lile eneo la makaburi huko hivi. Akamkuta yule mtoto akiwa analia sana. Babu yake tayari alikuwa amekufa. Hii inaaminika kwamba babu yake alikufa baada ya muda ule tu yeye kuweza kuondoka kwenda kulipiza kisasi. Alilalamika naye pia akasema kwamba haya yote yalisababishwa na chuki yangu iliyokuwa ndani yangu. Nilikuwa nimejawa na hasira sana. Je, nini cha mwisho alichokuwa ameweza kukuambia? Mtoto aliamua kuweza kuinama na akasema kwamba ombi la mwisho la babu yangu lilikuwa mimi hapa niweze kutumikia wewe mpaka kufa. Basi goblin, kiumbe kisichokufa, basi hapo alikubali kuweza kusafiri na mtoto huyu. Hii safari ilikuwa ni safari ya usiku mzito. Walipanda boti. Baada ya kupanda boti, mtoto huyu alikuwa anashangaa sana namna ambavyo ulimwengu ulivyokuwa umeweza kuumbwa. Alikuwa na mshangao mkubwa sana. Basi ikafika muda wa kujipatia chakula nyakati za usiku. Mtoto huyu kipindi ambacho basi anapokea chakula kile, akakumbuka kwamba jukumu lake ni kumhudumia goblin. Basi akamwambia kwamba unapaswa wewe ndo ule kwanza, basi nami ndo nitakula. Huyu mzee, yani goblin, Kim Shin General, alikuwa anajua kwamba mtoto huyu lazima atakuwa anaamini tu hayo mambo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba alikuwa anatamani naye kula. Basi akagawa kile chakula na kisha akampatia. Ulikuwa ni wali. Mtoto huyu alikuwa na njaa sana. Akaanza kula haraka. Akamtengenezea nyota mbalimbali na wadudu wanaopaa. Hapo viashiria vya uonevu vikaweza kujitokeza. Waliibuka miamba pale katika lile eneo. Nao pia wakaanza basi kuanza kumsukuma yule mtoto. Wakaanza kusema kwamba toeni vitu vyenu nje ndani ya meli. Basi hapo goblin akasema kwamba siwezi kutoa hivyo vitu ndani ya meli. Mtoto huyu msipoweza kumwachia, basi nami nitaenda kuwateketeza wote. Hawakuamini kile ambacho alichokuwa basi anakisema. Wakamtupa mtoto yule ndani ya maji. Basi naye akaanzisha varangati katika lile eneo. Radi, tetemeko la ardhi lilianza pale. Vurugu ziliibuka katika lile eneo. Huyu alikuwa si kiumbe wa kawaida hata kidogo. Aliamua kuibenua meli nzima mpaka katika kina cha bahari. Watu wote waliweza kuingia kule ndani ya maji. Lakini hakuishia hapo, alichomoa upanga wake wa maajabu. Hapo akaamua kuweza kugawanyisha ile meli, ili kuhakikisha kwamba watu wote walikuwa tayari hawapo ndani ya ile meli. Akaiunda tena upya na kisha safari yake ikaendelea. Muda ulizidi kusonga mbele na nyakati zilikuwa tofauti na majira tofauti ya mwaka. Siku moja, kipindi ambacho yupo katika bango kuu katikati ya mji, aliweza kusikia kuna mwanamke mmoja alikuwa analia. Huyo mwanamke alikuwa amegongwa na mtu mmoja katikati ya mji huu. Baada ya kugongwa tu, yule mtu aliyemgonga aliamua kukimbia. Mwanamke huyu akaanza kulia na kuomba, Mungu, naomba unisaidie. Kama kuna Mungu ndani ya mji huu, naomba aje kuja basi kunisaidia katika eneo hili. Kama Mungu yupo, tuma malaika wako waje katika hili eneo, aje nisaidie. Kile kilio kiliweza kumfikia goblin aliyekuwa katikati ya mji huu. Hapo akaamua kwenda kumsaidia mwanamke huyu. Alishuka mithili ya upepo, lakini pia alipofika katika lile eneo, basi alimkuta mwanamke huyu ndio dakika za mwisho alikuwa anakata roho. Basi baada ya mwanamke huyu kukata roho yake, hapo goblin alisikia mapigo ya moyo ya mtoto wake aliyekuwa tumboni ukiwa unadunda. Baada dakika kadhaa naye pia ataenda kufa. Basi baada ya kutambua kwamba mwanamke huyu ni mjamzito, akaamua kumsaidia mwanamke huyu kwa kuweza kumshika tu, na hapo miali yake ya mwanga wa blue unaweza kumuingia ndani ya mtoto yule, na kisha ile damu iliweza kustop kuweza kubleed katika ile eneo. Basi katika lile eneo, baada ya hapo kuweza kukamilisha ile jambo, pia aliweza kumpeleka hospitalini. Lakini katika mida ile alifika mtu mmoja ambaye huyu ndio yule Grim Reaper, malaika mtoa roho anayehusika kuja kuchukua roho za watu mbalimbali. Alifika katika lile eneo akakuta kwamba mji ulikuwa una damu, naye pia akawa ameshaweza kuandaa taarifa mbili za watu wawili. Mmoja anaitwa Ji-Yeon mwenye miaka 27, lakini pia alikuwa na mtoto ambaye hapa inaonekana kwamba alikuwa hana hata jina.
Sasa baada ya kugundua lile jambo, alitazama katika miti huku na kule, lakini kumbe bana hospitalini huku hivi mwanamke huyu alifanikiwa kuweza kujifungua. Baada ya kujifungua sasa, hapo mashetani pamoja na viumbe tofauti wakaanza kusema kwamba, je, huyo hapa ndio mke wa Goblin? Je, huyu ndio mke wa Goblin? Kulingana na alama aliyokuwa ameweza kuzaliwa nayo mtoto huyu, hata mashetani hao waliweza kupata mshangao. Basi miaka 8 baadaye, baada ya kuweza kupita, siku ya leo ilikuwa ni siku ya birthday ya mtoto huyu. Mama yake mzazi aliweza kumchukua mpaka kumpeleka katika eneo la beach, na nyakati hizo wakawa wanarudi kuelekea nyumbani. Mtoto huyu anasema kwamba katika siku ya leo nahitaji keki ya unga, sihitaji keki tena ya mchele, kwa sababu mara nyingi zaidi nikipuliza mishumaa iliyokuwepo juu ya keki za mchele, mara nyingi maombi yangu hayaendi kutimia. Basi mama yake alipata furaha sana. Kisha nyakati hizo tunaonyesha kwa mtoto huyu alikuwa na uwezo wa tofauti. Alikuwa anaona vitu ambavyo mama yake mzazi alikuwa hawezi kuviona. Mtoto huyu alikuwa ameweza kumuona mbwa, ila baada ya muda mama yake kuweza kutazama katika lile eneo hakuweza kuona mbwa. Basi kwa miaka kadhaa iliweza kupita, tena mwaka mmoja kwa hivi sasa. Mtoto huyu alikuwa amerudi zake nyumbani akiwa amechoka sana. Anasema kwamba leo nimeweza kufaulu mtihani wa hesabu, akawa na furaha. Na siku ya leo tena ilikuwa ni siku ya birthday yake baada ya kuweza kutimiza miaka 9. Mama yake alikuwa ameweza kumnunulia keki ya unga. Hapo akaambia kwamba leo tunafanya party. Mama akamwambia ndio tunafanya party, hebu vua mkoba wako basi uje hapa. Mtoto akasogea pale chap. Mama akaanza kumwambia, Yun, vipi kuhusiana na shule? Mtoto alikuwa na furaha sana, lakini kabla ya yeye kuweza kuongea jambo la aina yote, nyakati hizo akajikuta kwamba ameanza kutoa machozi. Mtoto huyo alikuwa ameweza kugundua kwamba kuna kitu ambacho si sawa katika siku ya leo. Mama yake alikuwa tayari ameshakufa na hichi kilichokuwepo mbele yake ilikuwa ni roho tu. Basi akaanza kumuuliza mama, uko wapi? Mama akaanza kumwambia kwamba ndo ninapeleka hospitalini mwanangu. Roho yangu ndo ipo hapa na wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja. Usiwahi utazame roho za mashetani katika eneo la macho, kwa sababu watajua kwamba unawaona. Hilo sio jambo zuri. Kumbe una uwezo huo. Mtoto baada ya kuweza kuambia na mama yake, akamwambia kwamba baada ya muda kidogo utapigiwa simu kutoka hospitalini kwamba unapaswa uweze kufika katika lile eneo, na baada ya hapo naomba uweze kuvaa skafu yako kwa sababu nje kuna baridi. Mtoto alilia sana, na hapo mama yake mzazi akaweza kutoweka. Basi mama yake baada ya kuweza kutoka katika lile eneo, huku tunaonyeshwa kwamba basi mwanamke huyu alimfuata yule bibi kizee ambaye alikuwa anauza mboga pembezoni mwa barabara. Akamuomba jambo moja tu kwa hivi sasa, amsaidie kwenda kuishi na mtoto wake angalau kwa muda kidogo tu. Ndipo kama mtoto wake atakuwa anahitaji mboga basi awe anampa, kwa sababu hana mzazi atakayeweza kumlea kwa kipindi hichi. Bibi huyu alikubali lile jambo. Mtoto huku akawa anatoka zake nje, lakini ghafla akakutana na yule Grim Reaper. Grim Reaper alifika katika ile eneo katika siku ya leo kwa sababu mama yake mzazi, yani Jung-Yu, hayupo kule hospitalini. Baada ya mtoto kumtazama machoni, aligundua kwamba huyu ni roho wala si binadamu. Basi Grim Reaper baada ya kugundua kwamba mtoto huyu ana uwezo wa kuweza kuona roho, naye hapo akaanza kumwambia kwamba nieleze historia kuhusiana na maisha yako. Akagundua kwamba mtoto huyu ni mtoto ambaye alikuwa ameweza kuzaliwa usiku ule ambako mama yake mzazi alikuwa ameweza kublidi sana. Akataka kuweza kumchukua na kuweza kuondoka naye. Hapo yule bibi kizee Yodiok akafika pale na kisha akamwambia kwamba hauwezi kuongelea mambo ambayo alikuwa ameshaanza kupita katika siku ya leo. Kumbe naye Yodiok ana uwezo ambao si wa kawaida. Uwezo wake ulikuwa umeweza kupitiliza binadamu wa kuweza kuona namna ambavyo hao viumbe walivyokuwa wanafanya kazi. Mzee huyu alikuwa na uwezo ambao ni wasiri. Akamwambia kwamba kwa kuwa jina lake lilikuwa bado hajaweza kuandikwa, nipe angalau cheti cha mtoto huyu na jina lake. Mtoto huyu kwa hivi sasa ana jina lingine, kwa kipindi kile alikuwa hana jina. Kwa hiyo uwezo ukamchukua katika siku ya leo. Basi kwa kuwa alikuwa ameweza kushindwa katika ile kesi, yule Grim Reaper akaamua kuweza kuondoka. Mtoto akabaki naye pale alikiwa na mashaka sana. Akamwambia kwamba hapana, upaswi kuendelea kulia, ila unapaswa kuweza kuondoka katika ile eneo ndani ya siku 3 mfululizo. Huyo Grim Reaper hatuweza kuweza kukupata. Basi mtoto huyu pale aliweza kukabidhiwa mboga na yule bibi aliweza kuondoka. Maisha yalizidi kusonga mbele. Basi tunaonyesha kwamba huyu bibi kizee siku moja kipindi ambacho anapita barabarani alikutana na kijana mmoja, naye pia akaweza kujibadilisha. Baada ya miaka kadhaa kuweza kupita, alitoka kuwa mzee na akarudi kuwa kijana. Basi baada ya hapo tunaonyesha kwamba huyu kijana alikuwa ni yule Duke, mtoto wa yule mzee aliyekuwa anaishi katika jumba ambalo kwa hivi sasa anaishi bwana mkubwa wa Goblin. Akamwomba mwanamke huyu Duke aende naye dating. Sasa ameenda naye huko dating, maskini ya Mungu.
huyu mtoto kumbe bana kadi yake ilikuwa imeweza kuzuiliwa. Akapiga simu huku nyumbani angalau anko wake aweze kumtumia pesa kidogo ili aweze kutokana na hiyo hali. Lakini anko mwenyewe ndio huyu anaendelea zake kusoma zake vitabu. Sasa huku shuleni huku tunaonyeshwa kwamba Yoon alikuwa pamoja na wanafunzi wenzake. Wanafunzi wao walikuwa wanasema kwamba msimuone vile, ana uwezo wa kuona mapepo. Yule mtu sio kawaida, hatupaswi kuweza kukaa naye. Basi angatoka zake shule, akawa basi ajitahidi sana kutokuweza kuwatazama hao mapepo. Mapepo akawa anamtokea mara kwa mara barabarani, na yeye akawa anajifanya kama vile hawaoni. Siku moja pepo mmoja akajitokeza mbele yake kabisa, akamshtua kinoma noma. Lakini nyakati hizo akajitokeza pale mtu mmoja ambaye huyu mtu yule pepo alivyoweza kumuona akaamua kukimbia. Alikuwa ni nani huyu? Alikuwa ni Goblin Kim Shin General, ambaye kwa hivi sasa ni kiumbe ambacho hakiwezi kufa. Wakatazamana kwa muda kidogo, naye pia akaendelea na biashara zake. Huyu mtu mpaka mapepo anamuogopa. Baada ya hapo alimtazama yule binti na kisha akaendelea zake na mishe zake. Alivyorudi nyumbani alifuatwa na huyu mzee baba ambaye ni anaitwa Yonshin. Mzee huyu alikuwa ameweza kumtafutia passport ya kuelekea huko Republic of Korea. Huko alikuwa anaamini kwamba ataenda kuishi kwa amani. Lakini pia mzee huyu anasema kwamba zaidi ya miaka 25 kwa hivi sasa naamini kwamba utaenda kuishi kwa amani katika hilo eneo. Ila katika mjengo wetu umeshaweza kuishi kwa muda mrefu sana. Asa safari hii ilikuwa imeweza kupangwa kwa siri sana. Hata kijana huyu mdogo ambaye anaitwa Duke hakuwa anajua. Alifika pale na kuanza kulaumu kwamba kwa nini alikuwa upokee simu yake na kwa nini nani ameweza kufanya makosa kuweza kuistopisha kadi yake kutokuweza kutoa pesa. Kwa hiyo alikuwa ana huzuni sana. Huku nyumbani sasa leo ilikuwa ni siku nyingine tena. Binti alikuwa anaenda kutimiza miaka 25. Sasa akaamka asubuhi na mapema, akaandaa chakula. Kwa hivi sasa alikuwa anaishi kwa anti yake. Baada ya kuweza kuandaa kile chakula, wakaweza kutoka nje ili basi waweze kujipatia chakula. Ila yeye alikuwa anakula pembezoni mwa ile eneo. Hapo alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda zake shule. Anti yake anaamka, alikuwa na maneno ya kashfa kinoma noma. Anasema kwamba amejiandaa leo kwa sababu ni birthday yake, amepika chakula. Basi mtoto wake kile anasema kwamba hivi, sio wewe hapo ndio umeweza basi kumkuza. Mama yake anasema kwamba sio mimi nimeweza kumfuza huo upumbavu, ni mama yake. Ila naye Yoon akawa jaribu kuweza kujibizana nao pale. Basi akajiandaa direct akaanza kutoka zake mlangoni. Akamwambia kwamba unajifanya kama vile hapo unisikie, lakini najua kwamba unanisikia. Nakwambia hivi, siku ya leo urudi hapa na akaunti ya mama yako pamoja na namba ya siri. Mtoto anasema kwamba hiyo namba ya siri pamoja na akaunti mimi sijui. Yoon alipigwa na bakuli ya kichwa ya wali, maskini ya Mungu. Hapo akageuka kaanza kujibizana nao. Lakini nje kulikuwa kuna mvua katika siku ya leo. Alipokuwa anatamani kuweza kuchukua ile mwamvuli, anko wake naye akamwambia kwamba hakuna kuchukua mwamvuli, ukiugusa tu unaenda kukuua. Basi akaamua kusepa zake hivyo na mvua. Basi mchana ulikuwa basi ni mzuri sana. Huku nje naye bwana mkubwa Kim Shin General Goblin alikuwa amekaa pembezoni akijaribu kuweza kujitathmini maisha yake basi atakavyoenda kuwa huko Republic of Korea. Huku naye binti alikuwa katika siku ile ameweza kujinunulia keki yake ya kisirisiri, akaenda kukaa pembezoni mwa bahari. Na huko akawa basi angalau anajipatia burudani za hapa na pale. Mtoto huyu akawasha kendo na kisha akasema kwamba nilisemaga kwamba sitaweza kufanya hivi kwa miaka mingine tena. Leo nafanya hivi kwa ajili tu ya maombi matatu. Naomba tu niweze kupata boyfriend, naomba niweze kupata kazi, lakini pia naomba niweze kupata. Kabla hajamalizana neno la mwisho, huku tunaonyesha kwamba Goblin alikuwa tayari ameshaweza kusikia kwamba kuna mtu alikuwa ameweza kumuita. Binti akiwa amekaa pale kwa muda mrefu sana. Hapo Goblin anaweza kujitokeza nyuma yake. Akaja pale na maua akamwambia kwamba ni wewe ndio umeweza kuniita. Mtoto wa kike anasema kwamba sio mimi nimeweza kukuita. Anamwambia kwamba ni wewe umeweza kuniita. Basi mtoto wa kike kulingana na kwamba basi alikuwa anabishana naye pale sana. Basi akamwambia kwamba hayo maua ni ya nani? Mwamba akasema kwamba ni maua kwa ajili ya upendo. Akamkabidhi yale maua. Lakini pia akaambia kwamba umejuaje kwamba katika siku ya leo nilikuwa naongelea masuala kuhusiana na mapenzi pamoja na kuhusiana na kazi. Akaambia kwamba achana na hayo mambo. Jambo la muhimu zaidi, ondoka kwa anti yako, kafanye kazi kwa bidii kwenye ofisi na restaurant za vyakula. Baada ya hapo utakuwa tajiri. Baada ya kuweza kumwambia vile, kisha akaamua kuondoka. Maana mtu huyu hakika alikuwa anaongea, alikuwa aamini kwamba ni yeye mwenyewe binafsi ameamua kuweza kumuita pale. Huko katika nyumba sasa huko hivi, huyu mwamba anaweza kuondoka kumbe bana katika ule mjengo. Na hapo huyu Grim Reaper alikuwa ameweza kukodisha ile eneo, anajigeuza kuwa binadamu wa kawaida. Na aliyeweza kumkodishia hii nyumba alikuwa si mwingine, alikuwa ni yule anko wake Duke. Duke ameshampa na mkataba, kwa hiyo kwa hivi sasa ule mkataba mwombo akaamua kuweza kuuchoma. Akaambia kwamba mkataba huo sio kitu, ila
Wakaamua kukaa mezani basi ili basi waweze kujipatia chakula. Hapo hapo kila mmoja akaanza kutamba pande zake, wanaanza kuchokozana mzee. Basi mmoja akifanya ujinga na mbeba na samani ni kosa langu, lakini ukweli ni kwamba kila mmoja anamchukia mwenzake. Binti akawa basi anakumbuka yale maua, anaanza kusema kwamba ina maana yule mtu alikuja kujaji pale. Siku ile ilikuwa imeweza kufuata, akaenda kutafuta kazi ya part time katika ofisi za restaurant. Ametafuta kazi wewe mpaka mwisho wa siku akawa amechoka. Akaenda kukaa pembezoni mwa lile eneo moja hivi la mapumziko. Mtu mmoja pale akaja pale na karatasi iliyokuwa inawaka moto, akaiweka pale juu. Binti akaenda kuizima. Kumbe bana, huyu mtu una uwezo wa kumuita kupitia kuzima vitu na moshi ukaweza kutoka. Hapo hapo Goblin akaanza kujitokeza. Akaambia kwamba nilijua tu ni wewe. Akaambia kwa nini umeanza kuniita tena? Mtoto akika anasema kwamba mimi sijakuita. Mwamba akaamua kusepa, lakini akaambia kwamba tafuta kazi. Baada ya kufanikisha ile jambo, siku ya Jumapili alipoenda kanisani tena, huko kanisani akauona mshumaa. Akaamua tena kutumia ule mshumaa kuweza kumuita Goblin. Alipomuita sasa, hapo hapo katika eneo la kanisa, hali ilikuwa tofauti kidogo. Akaambia kwamba umenitia nini? Mtoto kike anasema kwamba kuna mambo mengi sana nataka niweze kuongea na wewe. Vipi kuhusiana na kazi? Mbona sijapata mpenzi? Akaambia kwamba unapaswa uweze kuifanyia kazi. Hayo yote ni majukumu yako. Mimi nimeshakupa njia. Yun anasema kwamba upaswa kunifanyia hivyo mimi. Mara nyingine tena akatumia ile mishumaa kwenye simu, akaipuliza kisha ikazima. Ilipozima tu hivi, akajitokeza pale Goblin. Goblin alivomshika mkono wake namna ambavyo basi alivyotaka basi kuweza kuondoka pale. Mkono wa Goblin ulikuwa unawaka moto mzee. Si kawaida. Mtoto wa kike akaamua kuweza kumwachia na kisha akaanza kumuuliza kwamba hivi kwa nini? Mbona mimi hapa mimi mwenyewe binafsi ndo na uwezo tu kukuita wewe? Goblin akamwambia kwamba labda una uwezo wa kipekee. Akamwambia kwamba mimi sina uwezo wa kipekee, ila nilivyokuwa basi nimeweza kuzaliwa, nilizaliwa na alama hii hapa, na watu wakawa wanasema kwamba labda mimi hapa ni bride wa Goblin. Je, wewe ni nani? Wewe ni pepo au wewe ni nani? Akasema kwamba nimeshakuangalia machoni, wewe sio pepo. Nimeshakuangalia kwamba una kivuli, wewe sio pepo. Je, wewe hapo ni Grim Reaper? Mbona hutaki kuweza kunichukua mimi? Mwamba akamwambia kwamba kuna kitu gani ambacho unakiona ili basi niweze kutambua kwamba wewe hapo hivi ni mke wa kwake Goblin. Mtoto wake akamwambia kwamba ninaona tu wewe ni mrefu, umevaa koti lako, unapendeza. Akaambia nini tena kingine? Mtoto wake akasema kwamba ni hivyo tu, wewe ni mwanaume, kingine wewe ni mwanaume. Basi Goblin kwa kuwa alikuwa hataji kuweza kuongea naye sana, akamwambia kwamba mimi hapa bana sio Goblin. Kwa hiyo naamini kwamba wewe sio yule mke unayepaswa kuwa mke wake Goblin. Sasa akafungua mlango mmoja ambao mlango huu ulikuwa unawavusha kupitia poto kuelekea katika mji mwingine huko Canada. Alipovuka naye binti naye akausukuma ule mlango naye akavuka. Huyo Goblin alishangaa sana, inawezekanaje kwamba huyu binti ana uwezo wa kuweza kuvuka kupitia ile poto? Wakajikuta kwamba wapo Canada. Akamwambia kwamba umefanyaje? Binti akasema kwamba mimi hapa nimechukua tu mlango nikauvuta kisha nikaingia zangu huko. Akamuuliza kwamba tuko wapi? Akaambia kwamba tupo Canada. Binti alipagawa mzee. Alikuwa na furaha sana kuweza kujikuta kwamba yupo Canada. Akamwambia kwamba mimi nataka niweze kuambia kitu kimoja. Pamoja na kwamba tupo Canada, ila mimi hapa nakupenda. Namna ambavyo niliweza kukutana na wewe, namna ambavyo ulivyokuwa unaongea na mimi, nakupenda. Bana naam. Hivi itakuwaje katika episode ya pili? Maana Mwamba hajamjibu jambo la aina yoyote mpaka kwa hivi sasa. Bana bye bye for now.